عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuwafikisha kuifikia aljumaa ya mwisho katika mwezi wa Dhulqaada. Leo tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka wa 1447 Hijiria, ala sahibiha afdalus salam wa azka taslim. Yamesalia masiku machache kuingia katika mwezi wa Dhulhijja, mwezi ambao masiku yake 10 ya mwanzo ameeleza Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, pia akayaeleza mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika sunna. Tunamshukuru Allah ametuwafikisha kuifikia hii aljumaa. Swala na salam zimwendee Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam pamoja na ahli zake na masahaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake hadi siku ya mwisho. Na kuhusieni ndugu zangu, pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah tabaraka wa taala. Dakika chache hizi za khutba tutakumbushana kuhusiana na haya masiku 10 ambayo yapo mbele yetu. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza ndani ya Qur'ani ya kwamba wal fajri wa layalin ashri. Allah anauapia muda wa alfajiri, na katika ilmu ya tauhidi wanaeleza wanachuoni, Allah subhanahu wa ta'ala anayo haki ya kuapa kwa kiumbe, lakini kiumbe haruhusiwi na sheria kula kiapo isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya Waislamu Allah subhanahu wa ta'ala waongoze, akiwa mfano na kikombe kimedondoka, anasema Muhammad. Katika ilmu ya tauhidi hili ni kosa. Badala ya kutaja jina la mtume sallallahu alayhi wasallama, weka jina la Allah. Katika kuapa muislamu anasema wallahi wa rasuli. Hili ni kosa. Katika ilmu ya tauhidi imani yako ina kasoro, imani yako ina madhaifu. Huwezi ukasema wallahi wa rasuli. Katika upande wa tauhidi umechukua nafasi ya Allah na nafasi ya mtume sallallahu alayhi wasallama ukaviweka pamoja, na hili ni kosa.
Kwa hiyo wallahi wa rasuli si kiapo cha Muislamu. Thibitisha maneno ya mwanzo, maneno ya pili yaondoe. Wallahi hii wa rasuli usiwe unaisema, hili ni kosa. Akitaka Allah na mtume, hili ni kosa. Akitaka Allah na wewe, hili ni kosa. Sema akitaka Allah kisha wewe. Ilmu ya lugha ya Kiarabu kuna hivi viunganisho, kuna wau, kuna thumma, na kila kimoja kina maana yake. Wau kama wau katika lugha ya Kiarabu maana yake ni nzito kuliko thumma. Ukisema akitaka Allah na wewe, hili ni kosa, kwa sababu utakuwa umeweka wau. Lakini ukisema akitaka Allah kisha wewe umeweka thumma, inaruhusiwa katika lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wal fajri, Allah anauapia muda wa alfajiri. Wal asri, Allah anauapia muda wa alasiri. Wadduha, Allah anauapia wakati wa duha. Wallaili idha yaghsha, Allah anauapia usiku unapoingia. Washamsi wa duhaha, viapo ni vingi ndani ya Qur'ani. Allah anakula kiapo kwa viumbe, na Allah akifanya jambo haulizwi. Lakini mimi na wewe tukitaka kula kiapo, tule kiapo kwa kutaja jina la Allah, na si viapo vya kijahilia. Mtu anasema nimkose mama, ya subhanallah, nimkose baba, masafi ya Mtume. Hakuna viapo kama hivyo katika sheria. Muislamu ni wallahi wa billahi wa tallahi wa rabbul Kaaba. Unaruhusiwa kula kiapo kwa kutaja majina ya Allah au kwa kutaja sifa za Allah. Na hapa kwa yule aliyeumba mbingu na ardhi, na hapa kwa yule aliyeumba pepo na moto, na hapa kwa yule aliyeumba majini na binadamu, inaruhusiwa. Usisemi kwa jina la baba, kwa jina la mama. Ni viapo vya kijahilia. Sasa Allah anasema wal fajri, Allah anaapa kwa muda wa alfajiri. Na alfajiri kuna mambo. Alfajiri kuna wale ambao wamesikia adhana wanakwenda kusali. Alfajiri kuna wale wamesikia adhana ndio wanajifunika shuka vizuri. Alfajiri kuna wale wanasikia adhana, anatafuta kitu cha kuweka kwenye masikio asisikii wito wa salatu khairum minan naum. Alfajiri kuna baadhi ya wanawake wakiwa na tabia za kiibilisi, yupo na mume wake kitandani, Allahu akbar, Allahu akbar, ndio mke wako anakukumbatia. Mama fulani adhana hiyo, unataka kwenda wapi? Au sikii baridi? Nilikuwa nakutania. La ilaha illa Allah. Alfajiri malaika waliotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, alfajiri baada ya imamu kutoa salamu, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah,
malaika wawili uliolala nao, wa upande wa kuume na upande wa kushoto, baada ya imamu kutoa salamu, malaika wanaondoka kwako, wanapeleka ripoti kwa Allah, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu kila kitu, na wengine wanaingia alfajiri. Kuna wale wakisikia adhana ya alfajiri, wakina mama ndio wanachukua beseni zao wanawahi ziwani alfajiri, kana kwamba adhana ya alfajiri ndio mlinzi wao. Na baadhi ya watu alfajiri ndio wanawahi namba makazini. Na wasafiri, anawahi stendi, gari lake ni saa 12 kamili asubuhi. Usimwambie habari za swala. Mtu anatoka Kigoma hadi Dar es Salaam, hapa katikati haswali. Ima kuna baadhi ya wasafiri anajua yeye na treni au gari hapa na Dar es Salaam siku moja au masiku mawili, anaanza kuswali swala za siku 2 kabla hajasafiri. La ilaha illa Allah. Alafu anafanya hayo, haulizi, na anajiona kwamba yupo sahihi, na anakufa katika hali kama hiyo. Afahamu ya kwamba swala yake ni batil. Au mfano mtu ni msafiri, siku ya Aljumaa amekwenda kuswali msikitini, baada ya swala anasogea pembeni, anaswali la asiri, kwa maana anaunganisha. Kabla ya kufanya ibada, uliza, siku ya Aljumaa ambaye ni msafiri akenda kuswali Aljumaa haruhusiwi kuunganisha na la asiri. Kama yule ni msafiri, kwa sharti ameswali Aljumaa msikitini. Uliza kabla ya kutenda. Walayali na ashri, Allah anakula kiapo kwa masiku 10 ya Dhulhijja ambayo yapo mbele yetu. Haya masiku 10, ndugu zangu, katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadithi imepokelewa na maimamu wengi, Imamu al-Bukhari katika Sunani. Anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ayyamul ashr. Hakuna kitu ambacho kinakanushwa, kwamba hakuna matendo yoyote atakayoyafanya mwanadamu yenye ubora mkubwa mbele ya Allah kuliko haya matendo yatakayofanyika ndani ya haya masiku 10. Tunajua mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ibada. Wewe Muislamu utakayeswali rakaa 2 za kablia, rakaa 2 za baadia katika haya masiku 10 yaliyopo mbele yetu, fadhila zake ni kubwa kuliko yule aliyeswali rakaa 2 katika mwezi wa Ramadhani. Wewe utakayetoa sadaka katika haya masiku 10, fadhila utazopata mbele ya Allah unamshinda aliyetoa sadaka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini kama anavyosema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, watu wengi wameghafilika na ubora wa haya masiku 10. Watu wanakuwa bize na imani zaidi katika mwezi wa Ramadhani. Ni mwezi ambao ni mbora, malipo yake ni makubwa, lakini haya masiku 10 ya Dhulhijja
fadhila zake ni kubwa sana mbele ya Allah. Ndugu zangu katika imani, tushindane kila mmoja kadri ya uwezo wake. Haya masiku 10 muonyeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum min al ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Baada ya kumshukuru Allah mara ya pili na kumtakia swala na salamu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam pamoja na ahli zake na masahaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake hadi siku ya mwisho, na kuhusieni ndugu zangu pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Yakhluqu Allahu ma yasha'u wa yakhtar. Allah subhanahu wa ta'ala anaumba atakavyo, na Allah subhanahu wa ta'ala anachagua atakavyo, na Allah anakifadhilisha kitu fulani kuliko kingine. Ikiwa ni upande wa mitume, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, mitume wote wamechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah anasema hao mitume Allah amewafadhilisha kwamba mtume fulani ni bora kuliko mtume mwingine. Hata ayati al-Qur'aniyya, hizi aya za Qur'ani hizi zinashindana ubora mbele ya Allah. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja anamuuliza Abul Mundhir Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu, anamwambia Ubayya, ni aya gani ndani ya Qur'ani ambayo ni bora kuliko aya nyingine? Ubayya anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, katika surati al-Baqara aya 255. Mtume sallallahu alayhi wasallam anampiga kifuani Ubayya kwamba umejuaje kama hii ayatul kursi ni aya bora kuliko aya zote ndani ya Qur'an? Akamwombea dua, Allah kuzidishie ilmu na ufahamu. Ayatul kursi yatakiwa watoto wahifadhishwe ayatul kursi. Angalia katika kisa cha Abu Huraira radhiyallahu anhu arda, kisa maarufu. Abu Huraira zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa lugha ya kisasa alikuwa ni waziri wa chakula, alikuwa anahifadhi zakatul fitri. Yeye ndio anafungua za store. Abu Huraira radhiallahu anhu akifungua, kenda ndani kuangalia, anakuta chakula kimepungua, tende zimepungua. Nani anayekuja kuiba? Na funguo ninayo mimi. Akaiambia nafsi yake ya kwamba acha nijifiche sehemu, niangalie atakayekuja kuiba. Lakini hakujificha kwa nje, amekaa kwa ndani. Akaona mdudu anapita chini ya mlango, anatambaa, anapita chini ya mlango hadi ndani. Yule mdudu alipofika ndani akajibadilisha maumbile, akawa binadamu. Abu Huraira akamshika, wewe ndio mwizi. Akasema, mimi nina shida, nina familia kubwa, watoto, njaa. Kwa hiyo nimeona hapa kuna chakula, nilikuwa nimekuja kuchukua ili nikale na familia yangu. Naomba unisamehe, lakini sintorudi. Abu Huraira akamwacha radhiallahu anhu, akajibadili maumbile ya mdudu, akapita chini ya mlango, akaondoka. Abu Huraira anakwenda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anamwambia, salikuambia kwamba hatorudi, yule ni muongo, atarudi. Abu Huraira yupo katikati, yule kanambia harudi, nimsamehe. Mtume ananambia atarudi.
Abu Huraira akarudi ndani siku nyingine, akajificha. Anaona tena mdudu anapita chini ya mlango, anakuja kuiba tende, akambana. Wewe ulisema hurudi. Kwa kweli njaa imezidi. Nikaona sina namna, kwa hiyo nisamee, sintorudi. Akamwacha. Akaenda Abu Huraira kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia Abu Huraira, yule ni muongo, atarudi tena. Siku ya tatu Abu Huraira akaingia ndani, akajificha tena. Anaona yule mdudu anapita hadi ndani, akambana. Abu Huraira akamwambia, hii ni mara ya tatu, sintokuacha na kupeleka moja kwa moja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kile kiumbe kikamwambia Abu Huraira, na hapa kwa jina la Allah, hii ndiyo mara ya mwisho, wallahi sintorudi. Lakini nataka nikufundishe kitu. Kitu gani? Ukiingia nyumbani kwako, ukiweka vitu vyako vya thamani sehemu, soma Ayatul Kursi. Ukisoma Ayatul Kursi, hakuna shaitani atakayefika pale. Abu Huraira amepata elimu, akamwacha yule mtu, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, yule bwana aliniambia hatorudi, lakini kanifundisha dua ya Ayatul Kursi kwamba nikiisoma itakuwa kadha wa kadha. Mtume sallallahu alaihi wasallama mwisho wa hadithi akamwambia Abu Huraira ya kwamba swadaka wa huwa kadhubu, maneno aliyokuambia usome Ayatul Kursi ni maneno sahihi, hayana mushkili ndani yake, lakini yule aliyesema hayo maneno asili yake ni muongo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Abu Huraira, Abu Huraira, ndani ya haya masiku tatu unamshika huyo kiumbe, unajua ni nani? Asema sijui. Asema huyo ni shaitani. Elimu unaruhusiwa kwenda kuichukua kwa yeyote aliyekuwa nayo ilmu, na elimu ni bahari. Angalia sehemu ya kuchota ile elimu. Na kuna baadhi ya wazee wamefariki wakiwa na ilmu zao. Pametokea tatizo, watu wanakumbuka, angelikuwepo mzee fulani alikuwa anajua dawa ya hili tatizo, angelikuwepo mama fulani alikuwa anajua dawa ya hili tatizo. Mtu anasumbuliwa na jino, mtu hapati usingizi, wana pole sana. Kuna mzee fulani alikuwa anafahamu dawa ya jino, lakini kisha kufa na kumfundisha mtu hata mmoja. Elimu. Abu Huraira alipata elimu kutoka kwa Ibilisi. Kwa hiyo Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu akapigwa kifuani na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja kwamba Ayatul Kursi ni aya kubwa ndani ya Qur'an. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anafadhilisha baadhi ya vitu. Mbingu zipo saba tunafahamu, lakini mbingu ya saba ni bora kuliko mbingu ya kwanza. Mbingu ya saba ni bora kuliko mbingu ya sita, kwa sababu kwenye mbingu ya saba kuna vitu ambavyo havipatikani katika mbingu ya sita. Katika mbingu ya kwanza yupo Nabii Adamu alayhi salam. Mbingu ya pili yupo Nabiullahi Isa ibn Maryam na Yahya ibn Zakaria. Mbingu ya tatu yupo Nabii Yusuf alayhi salam. Mbingu ya nne yupo Nabiullahi Idrisa alayhi salam. Mbingu ya tano yupo Nabiullahi Haruna alayhi salam. Mbingu ya sita yupo Nabii Musa ibn Imran alayhi salam. Mbingu ya saba yupo Nabii Ibrahim alayhi salam, abul anbiya, baba wa mitume. Na katika mbingu ya saba ndio kuna msikiti unaitwa Baitul Maamur.
msikiti ambao kila siku wanaingia malaika 70,000. Wakiingia leo hawatoki, kesho wanaingia wengine 70,000, kesho kutwa wanaingia wengine 70,000 hadi siku ya Kiyama. Kwa hiyo wewe mwanadamu, kama huswali, humdhuru Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Unasikia adhana, unasikia iqama, qad qamati salah, qad qamati salah, unaendelea unafuma shuka lako. Unasikia adhana, unaendelea unauza duka lako. Unasikia adhana, wewe ndio umepata mteja unampeleka. Humdhuru Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Allah anaabudiwa ukweli wa kuabudiwa, na kuanzia mbingu ya kwanza mpaka mbingu ya 7. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba afati sama wa hukka laha an ta'utta, mbingu zimezidiwa. Hakuna sehemu kuanzia kwenye mbingu ya kwanza hadi kwenye mbingu ya 7 sehemu ya kuweka vidole vinne, isipokuwa utamkuta kuna malaika amesimama anamsabihi Allah. Yeye kazi yake ni kusimama na kumtaja Allah mpaka siku ya Kiyama. Kuna wengine malaika wamerukuu, hawainuki sami Allahu liman hamida, ni rukuu mpaka siku ya Kiyama. Kuna wengine wamesujudu, hawatoki kwenye sijida mpaka siku ya Kiyama. Wewe unaona kazi ni bora kuliko ibada, endelea na hiyo hali, hutomdhuru Allah na chochote. Unaona ya kwamba ukiswali bosi wako atachukia, ya subhanallah. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu Waislamu, masiku 10 haya ni bora, hayana mfano. Tunataraji kwa mapenzi ya Allah, leo tarehe 28, 29 inaonyesha mwezi ni wa 30. Inawezekana tarehe 1 siku ya Jumatatu kuna baadhi ya watu wanaanza kufunga. Ni katika matendo mema. Kuna wale ambao huenda hawafungi lakini wakaisoma sana Qur'an. Na haya masiku 10 kuna wale ambao watajaliwa na Allah, kuanzia tarehe 1 anatoa sadaka, tarehe 2 anatoa sadaka, hadi tarehe 10 anatoa sadaka. Kila mmoja miongoni mwetu, ndugu zangu katika imani, aangalie ni ibada gani ambayo ni nyepesi kwake, atamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tushindane ndugu zangu katika imani. Na alfajiri tumekumbushana, wazazi ambao wana uwezo, unaweza ukaiambia familia ndani ya haya masiku 10, familia ichague wanataka chakula gani. Una watoto, unamuuliza kila mtoto, unataka tupike nini? Unataka tule nini? Kila mtoto anataja chakula anachotaka. Na wewe mzazi ukiwa na uwezo, ifurahishe familia. Malipo ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya matendo mema katika haya masiku 10, ndugu zangu, hayana mfano. Na yule atakayeoa katika masiku 10 anamshinda aliyeoa katika mwezi wa Ramadhani. Yani sijui niyafananishe na kitu gani. Mtume sallallahu alaihi wasallama katika kuleta picha karibu ili watu wafahamu, maswahaba wakasema, ya Rasulullah, wala aljihadu fi sabilillah, hata mtu akienda jihadi halingani thawabu zake na atakayefanya matendo mema katika masiku 10. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia maswahaba, wala aljihadu fi sabilillah, hata jihadi. Na jihadi katika Uislamu ni dhirwati sanami alislam. Ikiwa kama kuna mlima, ule mlima umepanda juu kabisa kileleni, ndiyo jihadi fi sabilillahi ilipo, kileleni kabisa. Mtume anawaambia maswahaba, hata jihadi haiingii hapa, isipokuwa kidogo. Mtu amekwenda jihadi na akatoa mali, hakurudi na kitu, kwa maana mali zimekwenda, na akauawa likarudi jina fulani kafu.
kidogo anaweza akalingana na yule atakayefanya matendo mema katika haya masiku 10. Wale wenye kufunga, ikiwa utamfuturisha, Allah atakupa nini? Haya masiku 10, siku ya 10 inaangukia siku ya Idi. Unamwambia mama fulani ni mjane, yupo na watoto yatima, kwamba watoto wako usihangaike, nguo za kuvaa siku ya Idi ni kwangu. Yule mama umemuingizia furaha ndani ya nafsi yake. Allah atakupa nini? اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ورضى اللهم عن صحابه رسول الله اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بعزتك وجلالك برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah tunakuomba tuwafikishe katika haya masiku 10. Allah tunakuomba tuwafikishe katika haya masiku 10. Allah tunakuomba tuwafikishe katika haya masiku 10 ili tufanye matendo ya kukuridhisha ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah tunakuomba tupe afya na nguvu za kukuabudu kwa usiku na mchana. Allah tusamehe madhambi yetu, Allah tusiri aibu zetu, Allah tudumishe katika ibada, Allah tufishe tukiwa ndani ya ibada, Allah tufufue siku ya kiyama tukiwa katika kundi la wafanya ibada. Allah wasamehe waislamu waliotangulia mbele ya haki. Allah jalia kaburi zao kuwa bustani katika bustani za peponi. Wale waliokuwa katika neema Allah wazidishie neema, na wale waliokuwa katika adhabu Allah waondolee adhabu. Allah na sisi tuliokuwa hai tunakuomba tupe husnul khatima. Allah tunakuomba tupe husnul khatima. Allah tunakuomba tupe husnul khatima. Allah tufufue siku ya kiyama tukiwa nyuma ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.